wanawake nao wana mchango mkubwa kuhamisha mambo. Kama hapa siku hizi kuna ile wanaita nini usiku, kama vile kesho yake ni harusi, mwanamke anakwenda kitchen party. Sasa hivi kitchen party imekuwa ni jambo moja lina mazaga mengi sana ya halali na haramu, yalokuwa ndio yalokuwa sio. Ukishatajua kitchen party kichwa chako kinavurugika, na ina gharama kubwa kwa kweli. Ni jina gani? Bridal shower. Yani anakwenda kukoshwa mwanamke. Ndo singo. Kusinga. Si zamani tunajua habari za kusinga zinafanywa baina mke na mume, au wakati mwingine kijana anataka kuingia kwenye nini, kwenye harusi, naye anafanyiwa na nini kiasi fulani. Lakini siku hizi wamekwenda mno katika hayo mambo yanaitwa nini? Yanaitwa singo. Mpaka anafanyika mambo humo, ukimwona mkeo anafanya utampa talaka. Maana wewe ule muoa kwa gharama zote hakufanyii, lakini pale halipo chochote anakwenda anayafanya kwa sifa tu. Anazungusha pia pale paka uzi una data. Kata. Uza hii pia mbona kwangu haizunguki vizuri? Inazunguka kule ambako hakuna chochote. Gharama zote unazitoa hapa sizungushiwi pia. Unapiga talaka. Kwa hivyo yamehama maneno kutoka maana ya asili yanakwenda katika maana matumizi, mpaka mwisho anakuwa mashuhuri katika matumizi yake. Tumeelewana Kwa hivyo nayo hiyo inaingia. Hiyo ni aina fulani vile vile ya maneno yanayobadilisha yakaleta matumizi zaidi ya moja. Ataraddudu baina al-ma'na al-haqiqi wal-ma'na al-urfi. Aini na dhamma urfi. Maana al-haqiqi wal-ma'na al-urfi. Maana ya uhakika au maana ya asili na maana ya mazoea. Urf tumeshasema ni mazoea. وقد ينقل اللفظ نزل كهامش وتمكو من معناه الأصلي kutoka maana yake asili ila maana istilahi urfi, katika maana kimapatano ya kimazoea tu. Fayakunu haqiqatan lughawiyatan fil awwal, itakuwa ni hakika lugha katika maana ya kwanza, wa urfiyya na kimazoea fi thani, katika ya pili. Wa yasbahu mushtarakan bainahuma, na linakuwa linashirikiwa baina maana mbili. Wa minhu al-alfadhu al-mawdu'atu fi lughati li ma'na, na ikiwemo matamshi yaliyoko katika lugha kwa maana, thumma stumila fi silahi shar'i, kisha katumika katika mapatano ya kisheria, au al-qanuni au ya kikanuni, li ma'na akhar, maana nyingine, kalafdhi as-salah au lafdhi ad-daf'i au lafdhi at-talaq. Kama matamko hayo, swala, kulipa ndo dafu au kukinga, na talaq. Dafu ni kulipa au kukinga, na tamko la talaka. Falafdhu salati fi lugha, kwani tamko la sala katika lugha, wudhi'a lidua, limewekwa kwa ajili ya dua. Wa fi shar'i, na katika sheria, lilibadati almakhsusa, katika ibada maalum. Asili ya sala ni dua tu, swala yote ni dua, ndo asili yake na mawasiliano. Lakini sasa ukizungumza sala sasa hivi kwa watu wote inajulikana kwamba ni vitendo maalum vinavyoanzwa kwa nia na takbira na kumalizwa kwa salamu. Kila mtu kishajua sala maana yake nini hapo. Lakini katika sheria ni dua tu, yoyote inakuwa sala. Ndio maana kuna kumsalia mtume sallu ala nabi, na ndio maana kuna mijadala mingi katika tafsiri mbalimbali kwenye neno swala. Kwa hivyo linatoka katika maana lugha ya kuingia katika maana ya kisheria. Fa fi qawlihi ta'ala wa aqimu sala, simamisheni sala, yuradu bihi al-ma'na shar'i la lughawi, inakusudiwa maana ya kisheria sio ya kilugha. Simamisheni sala maana yake msali, sio muombe dua. Ingawa ndani ya sala zimo dua, lakini hamuamrishwi kuomba dua hapa, mnaamrishwa kusali, kufanya vile vitendo maalum vinavyoanza kwa takbira na kumaliza kwa salamu. Kwa hivyo ni maana ya kisheria, sio maana ya kilugha. Wa lafdhu talaqi fi lughati wudhi'a li halli ay qaid, na katika lugha ya Kiarabu neno talaka limewekwa kwa ajili ya kufungua chochote kilichofungwa. Kwa mfano ukiwa umemfunga ndege njiwa, atliq saraha, umwachie. Kwa hivyo talaka maana yake ni kuacha. Kukiacha chochote kile, kukakitoa katika nini? Udhibiti. Ndio lugha. Na ndio maana inaleta utata wakati mwingine. Kwa mfano mtu akiulizwa mke wako yuko wapi saa hizi usiku? Nimemwacha huko harusini. Umemwacha harusini maana yake umemweka na kuondoka, au umemwacha harusini umempa talaka huko harusini? Dhahiri ya maneno, nimemwacha huko harusini, nitakwenda kumchukua baadaye. Lakini nimemwacha huko harusini, nimempa talaka. Sasa mazingira
au mkeo kakungangania nipeleke harusini usiku huu nipeleke, ukaenda sema haya nishakuacha hapa harusini. Umemwacha talaka au umemwacha pale ulipomfikisha? Unaona kazi hiyo? Kwa sababu neno lile talaka ni kuacha tu. Kwa hivyo kuna wakati inakuja na maana ya kilugha na kuna wakati inakuja kwa maana ya kisheria. Kwa hivyo mazingira ndio yatakayosaidia kwamba hapa ulimwacha kwa maana ya lugha au kwa maana ya sheria. Imefahamika? Wa wudhi'a shar'an, nimeweka kisheria li hali qaidin, kufungua kifungo za ujia cha ndoa asahiha, iliyo sahihi, yani kuitengua ndoa. Fa qawluhu ta'ala at-talaqu marratan, Mwenyezi Mungu aliposema talaka ni mara mbili tu, yuradu bihi, inakusudiwa maana shar'i la lughawi, maana yake kisheria, sio maana ya kilugha. Kuachana mara mbili tu, mara tatu hakuna kurejeana tena. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Kwa hivyo unaiona inahama kwenye maana ya kilugha, inaingia maana ya kisheria. Walafdhu daf'i, na jambo ina neno kulipa fi lugha, katika lugha wudhi'a li sur'ati, asili yake limewekwa kwa ajili ya haraka, fi sayri, katika mwendo, yani kusukuma. Ndio ile idfa, sukuma. Hii milango hii ukenda nchi za Arabuni, hii milango ambayo iko ya kisasa, ile ya pull and push, vuta na sukuma, wengine wameandika idfa katika kusukuma, ishab, vuta. Kwa hivyo ile dafu maana yake asili yake ni kusukuma, push ndio maana yake. Au alhadith, au kusukuma mazungumzo, kusukuma mwendo au kusukuma mazungumzo, vile vile yote yani kuzungumza. Wa fi shar'i, lakini katika sheria li raddi au li adai deni, kulipa, kurudisha au kulipa deni, ndio dafu. Dafa adainahu, kalipa deni lake. Unaona sasa, dafu ukizungumza kisheria maana yake ni kulipa deni, ukizungumza kilugha ni kusukuma tu. Kwa hivyo tutaichukua katika maana ya kisheria kwenye maeneo yanayohusu sheria. Wa fil kanuni, na katika kanuni zilizotungwa na binadamu, raddi ala da'wa al-mudda'i, kujibu madai ya mwenye kudai. Kwa mfano wewe unashtakiwa, sasa mtu anasimama anatoa madai ya kukushtaki, katika kule kujibu pia inaitwa dafu katika sheria, nayo inatumika katika maana hiyo. Fayuqalu, basi huambiwa dufu'ul khasmi, majibu ya mgomvi au mtu ambaye anashtakiwa. Wadafu biadami atamfidhi, na vile vile kujibu kwamba mimi sitotekeleza au sitekelezi au sikutekeleza, kutokutekeleza, yote yanaitwa nini hayo? Dafu. Kwa hivyo kubwa hapa tunalisoma ni kwamba maneno yanahama kwenye matumizi yake ya lugha ya kawaida kuingia kwenye matumizi ya kisheria. Tumeelewana vizuri hapo? Fa qawluhu ta'ala, basi Mwenyezi Mungu alisema idfa billati hiya ahsan, rudisha kwa lile ambalo ni zuri zaidi. Push, sukuma, hakusudii maana ile ya kilugha. Fi raddi bil ahsani wal akrami, kwa maana ya kurudisha kwa lile lilokuwa la jema zaidi na lile lenye heshima zaidi. Yani mara nyingi mtu wewe kuwa mwema, akikwambia maneno machafu, wewe jibu maneno mazuri. Mjibu, lakini wewe usimjibu kwa ufedhuli kama alokuletea yeye. Mpaka iwe inaonekana huyu hafunziki mpaka kidogo na wewe umchitie bakora hivi, Kwa hivyo pale na wewe utampiga. Wa ina aqabtum fahaqibu bimithli ma uqibu, ingawa wala in sabartum, wakati mwingine itakuwa ni khairi zaidi. Wa huwa khairul lisabirin. Lakini kuna wengine ukisubiri sana, ngoja anaonekana mjinga, ngoja anaonekana zoba, utaonekana zoba. Wakati mwingine wanasema ngoja nimchape kidogo, alafu unamtazama kajifunza. Kama kajifunza kanyamaza, basi nawe unanyamaza. Akiendelea unamwangalia anakwenda vipi, na wewe unampa kitu kidogo, usimwache sana akatamba. Haya, kwa hivyo haya yote tumeonesha jinsi maneno ya kilugha yanavyohama yakaja yakatumika katika maana za kisheria. Wa hukmuhu, na hukumu yake, anahu yajibu ala almujtahidi, zingatia sana kipande hichi, inapasa kwa mwenye kujitahidi, yani mtu ambaye anataka kutoa rai yake katika sheria ya dini ya Kiislamu. Tarjihu, kutilia nguvu, ahadi maani almushtarak, moja katika maana za mushtarak, bil qarinati lafdhiyati au alhalia, kwa dalili ya kimatamshi au ya kimazingira,
allati turajihu almaana almurad, inotilia nguvu maana inayokusudiwa. Likija neno lina maana zaidi ya moja, wewe lazima uchague maana moja ya kwenda nayo, kwa sababu si rahisi sana kwamba mtu akusudie maana zote mbili kwa wakati mmoja. Kila mahala atakuwa anakusudia maana moja kati ya maana zilizokuwepo pale. Sasa wewe ufanye kazi ya ziada kujua anakusudia maana ipi katika maana zilizopo. Tumefahamiana? Mtu akwambia nakwenda kumchukua shemegi yangu, nampeleka skuli au nampeleka chuoni madrasa akasome. Sasa tena hapo unataka kujiuliza kwa shemegi huyu anayechukuliwa ndiye aliyekuolea dada yako au aliyemwolea dada yako? Kirahisi kabisa utafahamu kwamba shemegi ni mdogo, anachukuliwa anapelekwa madrasa. Itakuwa basi dada yake huyo anayepelekwa madrasa ndo aliyeolewa. Yale mazingira na maneno aliyosema yashakusaidia kujua hapa kinachokusudiwa ni kitu gani. Tumefahamiana? Yako mengine ya kimazingira unawakuta watu wawili, mmoja mararu ovyo na mwingine kavaa vizuri katulia, alafu na bwana pana kesi pale, wanadaiana pesa wale. Nani anayedai na nani anayedaiwa? Mazingira yanakusaidia. Mazingira si lazima iwe hivyo. Wakati mwingine inaweza kuwa yule ambaye hamna kitu ndo kakopesha, lakini kwanza akili yako itakwambia huyu jamaa alikuwa smart hapa ndo mwenye kukopesha na yule jamaa kako. Lakini unaweza kukuta kinyume chake. Kwa hivyo mazingira yanaweza kukusaidia, lakini si 100%. Ufanye uchunguzi sana uweze kugundua. Haya. Kwa hivyo unaweza kukuta mimi hapa sina lolote na ndo nikamkopesha mtu pale, pengine Rasta amemkopesha milioni 1 na mpaka leo vikopo hajaniletea, bila ananionyesha kwenye simu tu. Na Rasta yake yote ile ina gharama ya 500,000 lakini bado hajanilipa pesa zangu. Kwa hivyo mazingira alhalia ma kanat alayhi alarabu, kwa mfano kwenye Qur'ani na kwenye hadithi za Mtume, urudi katika kile ambacho walikuwa nacho Waarabu hina urudi nasi, wakati wa kuja dondo lile minshani muayyan, katika jambo maalum. Kwa sababu tunakubali kwamba Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu na kwa mara ya mwanzo katika mazingira ya Waarabu. Kwa hivyo huwezi kukataa Uarabu katika kufahamu Uislamu. Hatusemi Uarabu ndio unaongoza Uislamu wote, lakini unayo nafasi vile vile katika kufahamu Uislamu, kwa sababu wao ndio wa mwanzo kuteremshiwa Uislamu na umeteremshwa katika mazingira yao. Lakini siku moja mtu mmoja akasema, nyinyi bwana Waislamu kwa kupenda Waarabu. Tukamwambia wewe unataka iwe vipi? Haya, Uislamu chukulia ungekuwa umeteremshwa China, si ndio yale? Ingebidi tusome na mazingira ya China wakati Qur'ani inateremshwa China, na kama ingeteremshwa kwetu kwa Waswahili ingebidi vile vile tusome mazingira ya Waswahili wakati Qur'ani inateremshwa. Lingetokea lile tu hata kama Qur'ani ingeteremka popote. Sasa acha choyo dhidi ya Waarabu, kubaliana tu na uhalisia. Lakini na hizo dini nyingine vipi? Si ndio hizo nyingine za Mashariki ya Kati? Sasa unakwendaje wewe bila kujua mazingira ya Mashariki ya Kati? Na ndio maana wanapata tabu wao, kwa sababu hawasome mazingira ya Mashariki ya Kati. Wakati Nabii Isa alipokuwa akiishi, alikuwa anaishi katika mazingira gani, ili wajue na vile vitabu na yale yote anayozungumza yapo katika mazingira gani wakati anayasema. Tumefahamiana vizuri hapo? Kwa hivyo katika hali kama hiyo huwezi kukwepa. Huo ndio ukweli. Fa idha warada lafdhu mushtarakun fi an-nass ash-shar'i, likija tamko lenye utata au lenye maana zaidi ya moja katika dondo lote la kisheria, baina iddati maanin, liko baina maana nyingi lughawia za kilugha, wajaba al-ijtihadu, piga mstari kwenye wajaba al-ijtihadu, itapasa kujitahidi. Lazima atokee mujtahid, afanye bidii ya ziada kutotolea maana inayokusudiwa. Litayini almaana almuradi minha, kubainisha maana iliyokusudiwa katika zile maana zilizopo. Lianna sharia, kwa sababu mweka sheria, ma arada bilafdhi illa ahada maanihi, hajakusudia kwa tamko lile isipokuwa moja tu ya maana zake. Piga mstari kwenye illa ahada maanihi, isipokuwa moja ya maana zake ndio alizozikusudia. Hajakusudia maana zote. Kwa hivyo lazima ukaitafute maana iliyokusudiwa pale. Wa ala almujtahidi, na ni wajibu kwa mwenye kujitahidi, an yastadilla bil qara'in, ajenge hoja kwa mazingira wal amarati na viashiria, ala ta'ini hadha al maana, ajua kuainisha maana hii. Kwa nini nasema maana ni hii? Atoe sababu. Asifanye kubahatisha tu.
akasema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ndo hii akaziweka maana mbili anazipigia vidole afanye jitihada mpaka atuambie kwa nini kachagua maana hii badala ya maana ile. Turidhike na hoja anazosema, hatukuridhika tutamwachia. Tumefahamiana? Sasa tushuke. Fa alfadhu salati waz zakati was sawmi wal haji wat talaqi. Tizama maneno maarufu sana. Basi matamko swala, zaka, funga, hija na talaka yuradu biha al-ma'na ash-shar'i, yanakusudiwa katika maana ya kisheria, sio maana ya kilugha. La al-ma'na al-lughawi, sio maana ya kilugha. Illa, isipokuwa idha wujidat qarinatun, pakipatikana dalili tadullu ala anna al-maqsuda huwa al-ma'na al-lughawi, inaonyesha kwamba makusudio ni maana ya kilugha. Lakini kwa kawaida ikiwa tunasoma sheria, basi yakitumika maneno haya katika sheria ya Kiislamu, ikitajwa sala basi ni sala hii, ikitajwa zaka ni zaka hii tunazungumza, ikitajwa saumu ni saumu, ikitajwa hija ni hija, ikitajwa talaka ni talaka hii. Kwa mfano mtu akiweka nadhiri akasema ikiwa nitashinda kesi hii mimi nitahiji, basi tutatafsiri atakwenda Maka kuhiji. Hatutafsiri kilugha. Kilugha hija maana yake kukusudia tu, nitakusudia jambo. Hatutafsiri hivyo. Si tutaitafsiri kisheria kwamba atakwenda Maka kuhiji ndio nadhiri aliyoiweka. Nitatoa sadaka, basi tutachukua hii sadaka iliyokusudiwa na sheria. Nitafunga, itakuwa hii iliyokusudiwa na sheria. Nitasali, itakuwa hilo kusudiwa na sheria. Tunamtizama kwa mujibu wa sheria, hatumtizami kwa mujibu wa nini? Wa lugha. Mithalu, mfano tarjihi al-ma'na al-lughawi bi qarinat lafdhiyya, kuipa nguvu maana ya kilugha lakini kwa hoja fulani ya kitamshi. Lafdhu salati, tamko la sala, tunakwenda kilugha hapa. Fi qawli ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake, piga mstari, yusalluna, wanamsalia mtume. Wanamsalia kafa? Wanamsalia kafa? Wakati tunatemka yeye mtume kafa asaliwe, wanamsalia wanafanyaje? Kwa hivyo wanamtakia rehma. Na kwa Mwenyezi Mungu wala sikutaka, Mwenyezi Mungu ni kurehemu na malaika ni kuomba. Hao malaika na Mwenyezi Mungu wote wamo katika yusalluna. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, kwenye ile wao pale ya jamaa yumo Mwenyezi Mungu na wamo hao malaika yote yusalluna. Lakini salatullahi rahma, sala Mwenyezi Mungu ni kumrehemu, na salatul malaika talabur rahma, kuomba ile rehema ishuke kwake. Kwa hivyo litakwenda katika maana ya kilugha, kwa maana ya dua au kumtakia mtu jambo, na sio kuswali kwa maana ya kufanya vile vitendo. Tumeelewana vizuri hapo? Al-Ahzab, hiyo ni sura Al-Ahzab maarufu. Aya hii na ndo mwezi wake, ndo mwezi wa kusomwa sana aya hii kuliko miezi mingine yoyote, kwa tabia tu sio kwamba Uislamu umeongoza hivyo, tabia tu za Uislamu zimejitokeza hivyo. Fa inahu yuradu bihi dua, inakusudiwa kumwombea dua. Huwa al-maana al-lughawi, maana kilugha, bi qarinat lafdhiyya, kwa kidalili cha matamshi. Hiya nisbatu salati ila al-malaika, kuinasibisha sala kwa malaika. Fa inahu yuradu biha al-istighfar, inakusudiwa kumwombea msamaha. La al-ibadatu al-ma'rufatu bil ma'na shar'i, so ibada maarufu inayojulikana katika maana ya kisheria. Wa mithalu tarjihi ahadi maana al-mushtaraki, na mfano kutia nguvu moja maana mbili za mushtaraki, bi qarinat lafdhiyya, tena kwa hoja kilafdhi. Lafdhul qar, tamko hili qar, rajjaha al-malikiyatu, wamelipa nguvu watu wa madhhabi Malik wa Shafi'iyya na Mashafi, maana tuhuri, maana ya tohara. Isa kipindi ni kile ambacho mwanamke hatoki damu, na ndio siku nyingi zaidi katika maisha yake, siku nyingi zaidi katika maisha yake, kabla hajabaleghe na baada ya kukoma kutoka damu, na hata katika kipindi ambacho anatoka damu, atatoka damu siku kidogo kuliko zile ambazo hatoki damu. Siku za kumwaga oili zinakuwa kidogo kuliko siku ambazo gari haimwagi oili. Maana at-turi bi qarinatin, kwa dalili. Wa hiya lafdhu thalatha, allati ambalo yambaghi an takuna aksa al-ma'dudi, inatakiwa kinyume na kinachohesabiwa. Hii ni fani ya lugha ya Kiarabu. Wa ta'nithu ismi al-adadi, na kulipa uke jina la idadi. Dalili ni hoja ala an yakuna al-qar, kwamba qar'i wa aksu al-ma'dudi ni kinyume cha muhesabiwa. Wa ta'nithu ismi al-adadi dalilun ala al-maqsuda mudhakkar wa huwa tuhuru lil haidha, na ni tohara sio hedhi. Hapa anataka kusema hivi, maneno haya wengine hawezi kuyafahamu kwa sababu unatakiwa lazima ujue nahau sana, na hapa
nimegundua nikiingia kwenye kanuni kidogo tu za nahwu hivi, ali narudi huku na nini, kuna watu naona wanatumbua macho kama vile nahwu kwao ni sifuri kabisa, hamna kitu. Na tulisema kwamba usitegemee kusoma darasa hii alafu fani zote ukasomeshwa katika darasa hii. Lazima ujibidiishe ukasome na fani nyingine sehemu nyingine, ndio utaweza kuyajua kwa undani haya. Sasa kama unajua kwa undani tena mimi nafanyaje? Sina namna, wala mimi siwezi kusomesha fani zote mahala pamoja. Na hata nikisomesha zote utakuwa wewe umekuja darasa zote, kuna wengine unaweza kuwa hujaja vile vile, ndio yale tu. Ala kule hali. Lakini katika kanuni ya lugha ya Kiarabu, neno tuhri linachukua alama za kiume na neno haidh linachukua alama za kike.